naitwa Maida Waziri, ni mkurugenzi wa kampuni ya Ibra Contractors Limited. Changamoto ya madeni ipo na wakandarasi wanadai, lakini tumeona pia serikali ikiweza kupambana kulipa madeni, na hata waziri siku ya leo ametuhakikishia kwamba wako katika mchakato mkubwa wa kuweza kulipa madeni ya ndani, na ametoa hapa nafikiri mawazo yake na kusema kwamba yeye binafsi kupitia na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan wametoa agizo kwa viongozi kwamba madeni ya ndani yaendelee kulipwa, na tuangalie wakandarasi wa ndani wanaodai walipe kwa 80% za malipo ambayo yanatoka kwa wakandarasi wa ndani, na wale wa nje walipe 20%, na ikiwezekana walipe wa ndani kwanza. Kwa hiyo tunashukuru kwa hatua hiyo, pia kwetu sisi inatupa faraja na matumaini makubwa sana. Hali ya malipo kwa makandarasi hadi sasa sio nzuri. Wako baadhi ya makandarasi wanadai zaidi ya miaka 2. Hiyo imewafanya baadhi yetu kufilisika, kwa sababu miradi ya serikali unavyoiendesha unakuwa na zile wanaita collaterals, ambapo unaenda kuziomba kwenye mabenki. Collateral manake kama una nyumba yako unaweza kupeleka kule au kupeleka cash cover, vyovyote vile mtakavyokubaliana. Sasa kutokana na serikali kuchelewesha malipo imewafanya watu wengi wadidimie kwenye hii construction industry. Kwa hiyo kwa maneno aliyosema Mheshimiwa Waziri, kama ataanza kuyasimamia tutamshukuru sana. Unavyokuwa umecheleweshewa, madhara yake ni kwamba zile riba ndo zitakumaliza. Kwa hiyo tunaisihi sana serikali, kwanza kwa sasa, hata hii budget tunaoelekea sasa, ni vema tukaanza ule utaratibu kipindi cha nyuma wanaita cash budget. Nipe kazi ukiwa na hela mkononi. Hiyo itapunguza hii malalamiko ya makandarasi. Unajua mkandarasi huyu local contractor hana uwezo wa kubeba madeni kwa niaba ya serikali. Una uwezo kamudu miezi 3, 6, lakini sio miaka 2, 3. Huyu mtu unakuwa umeshamtoa kabisa kwenye ulingo wa ujenzi. Naitwa mkadiriaji majenzi Samuel Marwa. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha wakandarasi na watoa huduma shirikishi Tanzania TUCASA. Sheria ya ununuzi sasa hivi nasema miradi isiyozidi bilioni 50 lazima ifanywe na wazawa. Lakini hata nyewe waandishi wa habari, nendeni kwenye miradi, utaenda unakuta mradi wa bilioni 2, bilioni 3, bilioni 4, bilioni 5, bilioni 10. Utakuta wanafanya wageni. Inawezekanaje? Ni kwa sababu kuna ujanja unafanyika. Kwa sababu sheria yetu ya makampuni, mzawa anatambuliwa kwa kuangalia share alizonazo kwenye kampuni. Kwa hiyo mgeni anaweza akaja karubuni mtu. Tena wengine watu wanaweza kukuta hata ni changudoa tu hapa, anamrubuni, anamuingiza kwenye kampuni, anampa 51%. Alafu kampuni ile inaonekana ni ya kizawa, lakini actually sio ya kizawa, ni ya mgeni, anaendelea kufanya zile kazi. Ukienda kusearch kule BRELA utaona ni wazawa, lakini ni wageni wanafanya. Sasa hili ni gumu sana namna ya kulitenda, kwa sababu kuna watu wengine ambao genuinely wanaungana na wageni ili waweze kusaidiana kukuza mitaji na nini. Wako ambao ni genuine, lakini wengi hawa tunaoona hasa kwenye kada hii ya ujenzi, wengi ni wababaishaji tu, wanafanya ubabaishaji, wala hawana wale wazawa waliomo kwenye yale makampuni hawanufaiki kabisa. Kwa hiyo serikali inaweza ikatafuta namna ya kusaidia hilo lisiendelee kuonekana. Kwa jina naitwa Emmanuel Ngilangwa, ni mkadiriaji majenzi, natoka vikosi vya ujenzi, kampuni ya serikali ambayo inamilikiwa na Wizara ya Ujenzi. Kikubwa ambacho kipo hapa ambacho tunashukuru kwa ujio wa waziri kutuhakikishia sisi wakandarasi wazawa yale madeni yote ambayo tulikuwa tunadai kwa yanafanywa kazi na mengine ameshalipa kwa 1% kubwa. Kwa hiyo tunashukuru kwa mwitikio, tunashukuru kwa waziri kutuhakikishia kwa sisi wakandarasi wazawa tutaendelea kulipa madeni yetu kadi yale ambayo yatakuwa ameleta mezani kwake, ataendelea kuyalipa na kuyafanyia kazi ili sisi wakandarasi wazawa tuweze kuendelea na kukua na kuendelea kufanya kazi nyingi hapa nchini.